Kombora aina ya Shahab na Fataha kutoka katika taifa la Iran ni miongoni mwa makombora ya awali ambayo huwa mara kadhaa yanatumika na Iran, na ukiangalia gharama zake ni kubwa zaidi. Na leo tutakwenda kutazama sehemu ya silaha zinazotumika katika vita hii ya Mashariki ya Kati inayomuuzwa Israel na Marekani dhidi ya Iran. Shahab na Fataha ni kombora ambalo kwa gharama zake za kawaida kwa hivi sasa inatajwa kutumia dola milioni 1 mpaka 3 kwenye masafa mafupi, ambapo unazungumzia zaidi ya bilioni 2 za Kitanzania mpaka bilioni 7 ukilinganisha na rate ya hivi sasa ya dola milioni 1 kufika zaidi ya bilioni 2. Sasa vivyo hivyo ukiangalia interceptors ama mfumo wa kuzuia makombora wa Israel maarufu kama Iron Dome, kwa kila interceptors ambayo kimsingi inazuia kombora, nayo ni gharama kubwa. Unazungumzia kwa kombora moja kuwa ni dola 40,000 mpaka 100,000 kwa interceptor ambazo huwa zinatumika kuzuia makombora yanayokuja kwenye taifa la Israel kwenye mfumo ule wa kuzuia makombora wa anga wa Iron Dome. Kwa hiyo unaona ni gharama kubwa ambazo zinatumika pale ambapo zinatokea vita hivi, hususan kwa vita hii ya Mashariki ya Kati kwa maana ya Iran, Israel pamoja na kushirikiana pia na Marekani. Kupitia Sputnik Africa hii leo tutakwenda kutazama pia silaha zinazotumika kwenye vita hivi, na hivi sasa moja kwa moja tunaungana na mchambuzi wa siasa za kimataifa pia ambaye anaangazia hili, Leonard Chakupewa, kutueleza hali halisi ya silaha zinazotumika za masafa marefu kutoka Tehran mpaka kuelekea Israel, lakini Tehran kugusa pia eneo la Mashariki ya Kati kwa wale washirika wote ambao pengine waliruhusu anga zao kutumika kumshambulia Iran, na hapa anatueleza zaidi. Tangu kuanza kwa mashambulizi baina ya Iran, Marekani na Israel, kumekuwa na matumizi makubwa ya silaha za aina mbalimbali kupitia operesheni hii ambayo inaendelea inayoitwa Epic Fury. Na ukiangalia kwa upande wa Marekani mathalan, kupitia US Central Command au CENTRICOM yao wamekuwa wakifanya mashambulizi kwa kutumia silaha mfano B2 stealth bombers. Hizi ni silaha za thamani kubwa ambazo kila mmoja inauzwa kwa bilioni $1, na ni silaha ambazo zinahusishwa na uwezo mkubwa wa kuruka, zikihusisha kwa maana kama ni ndege ambazo zinahusisha injini 4 na zinaweza kubeba silaha za kawaida kwa maana ya conventional weapons, lakini pia hata zile za nuclear. Lakini pia wanatumia Lucas one way drones. Hizi ni drones ambazo katika vita zinatumika kwa mara ya kwanza, na zinaruka kufanya mashambulizi na haziwezi kurudi. Lakini tatu ni US warships, kwa mfano USS Abraham Lincoln, USS Gerald Ford. Hizi ni manuari ambazo zimekuwa zikionekana zikibeba kwa mfano ndege za FA-18, F-35 ambazo zinaruka kutoka katika manuari hizo kwa muda wote. Kuna Patriot and THAAD defensive systems, lakini pia kuna fighter jets za kawaida. Wakati hali ikiwa hivyo kwa upande wa Marekani, kwa upande wa Iran wamekuwa kwa kweli nao wanafanya kila namna katika kutumia teknolojia zao kuhakikisha kwamba katika vita hii wanapambana vilivyo. Kwa mfano wanatumia mabomu ya kulipua meli kubwa kubwa za kijeshi kama Khalji Farsi, Kausar 1, 2 na 3, HY2, Silkworm, Abu Mahdi, Zafar, Raad, Qadir, Nur, Nasriwan. Lakini pia kuna makombora yale kwa ajili ya kushambulia maeneo ya tofauti kama Tondar 69, Ogeb, Naziad, Zalzal, Fareh 110, Khaybar, Shekhan, lakini pia Fatim 313 na Faleh Mobin. Haya ni makombora ambayo yanatumika katika kulipua maeneo ya wazi, pengine vituo mbalimbali vya kijeshi, kama ambavyo wamekuwa wakifanya katika mataifa zaidi ya 7 tangu kuanza kwa mashambulizi haya mwezi Februari mwaka huu 2026. Asante sana Leonard Chakupewa kwa sehemu ya kile ambacho umetueleza. Lakini pengine watu wengi walidhani baada ya kutangazwa rasmi kwa kifo cha Ayatollah Ali Khamenei
kutoka pale eneo la Tehran, Iran, pengine Iran wangepunguza mashambulizi, lakini kwa siku ya kuamkia hii leo mambo yamekuwa tofauti. Tumeshuhudia makombora mengi mno yakiingia katika anga la Israel na kuathiri kwenye maeneo mbalimbali. Na ukiangalia katika mifumo ya ulinzi wa anga wa Israel, ukiachana na Iron Dome, kuna mfumo mwingine kama Arrow 3s ambapo interceptors yake tu inakwenda kuharimu dola milioni 3 mpaka milioni 1, kwa maana milioni 1 mpaka milioni 3. Unazungumzia zaidi ya bilioni 7 mpaka 8 za Kitanzania kwenye uwekezaji wa mifumo ya ulinzi wa anga, jambo ambalo sehemu ya vita hii inakwenda kuathiri vitu vingi, si tu sehemu ya rasilimali fedha ama uchumi ambao utakwenda kushuka kwa asilimia kadhaa, lakini vivyo hivyo uhai wa watu wa mataifa haya ya Mashariki ya Kati. Tumesikia pia sehemu ya taarifa ya taifa la Saudi Arabia kuongeza ushawishi wake kwenye mataifa mengine kama Qatar, UAE, eneo la Bahrain na maeneo mengine, ya kwamba na wao wajiunge kumvamia Iran, jambo ambalo halina uthibitisho moja kwa moja, lakini Leonard Chakopewa, mchambuzi wa siasa za kimataifa, hapa anatueleza zaidi. Saudia, Bahrain, Qatar ni miongoni mwa mataifa ambayo yamekuwa na ushirikiano wa kisekta au kimkakati na nchi ya Marekani kwa muda mrefu sana, ikiwemo katika eneo la ulinzi. Mataifa haya yanategemea ulinzi wa anga zao kwa mifumo ya Marekani kama Patriot kwa mfano kwa kipindi kirefu, lakini pia ni mataifa ambayo yana kambi za jeshi ambazo zinahusisha wa Marekani wenyewe kwa kipindi kirefu sana, na hizi nchi zimekuwa washirika wakubwa wa muda mrefu wa Marekani. Na hata ukiangalia tangu kuanza kwa mashambulizi au hata chokochoko za kuelekea kwenye mashambulizi yanayoendelea yaliyoanza Jumamosi ya Februari 28 mwaka 2026, hizi nchi zimekuwa kimya, na kuna taarifa za chini ya kwamba mataifa kama Saudi Arabia yanashawishi washirika wengine chini ya mwamvuli huu kuingia mzima katika nchi ya Iran, kwa sababu wanaiona ni adui, licha ya kwamba kijiografia wako katika eneo moja. Kwa hiyo katika mazingira kama haya kunaweza kutokea pengine wimbi la sasa washirika wa upande wa Iran nao wakaamua kuingia na kufanya mashambulizi, hivyo vita hii kuchukua sura mpya ya pengine ya tatu ya dunia. Ni dhahiri shahiri ya kwamba vita Mashariki ya Kati kuna kila sababu ya kuangalia namna gani bora pengine huenda tukategemea sehemu ya masikilizano hata kidogo na kupungua kwa kasi ya mashambulizi, lakini si kwa hivi sasa, kulingana na aina ya mashambulizi ambayo Iran jana ameyafanya katika taifa la Israel, na vivyo hivyo pengine tunategemea Israel kuendelea kujibu pamoja na Marekani, kama ambavyo tumemsikia Rais Donald Trump anatoa sababu za Iran kuja kwenye mazungumzo, lakini Iran kupitia katibu mkuu wa Baraza la Usalama kwa taifa la Iran amesema wazi ya kwamba wao hawajaanzisha vita, na dunia inapaswa kufahamu hivyo, na watawaeleza ni kwa sababu zipi na kwa nini wamefanya maamuzi ya kumuua Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei, ambapo walikuwa wapo kwenye mazungumzo, jambo ambalo halikubaliki wala kwao hawalioni kwamba ni swala la kiungwana. Na mpaka hivi sasa tunapozungumza ni mwendelezo wa kuendelea kuzuia ama kufunga mfereji wa Hormuz, ambapo unapitisha zaidi ya 33% ya uhitaji wa mafuta ulimwenguni kote. Unazungumzia wahitaji wakuu taifa kama la India ambalo linategemea zaidi ya 80% ya nishati ya mafuta ghafi kutokea Mashariki ya Kati, zaidi ya 90% kwa taifa la China ambalo nalo pia linategemea mafuta ghafi kutoka Mashariki ya Kati kutumia mfereji wa Hormuz, linakwenda kuathirika moja kwa moja. Maana yake ni kwamba sehemu ya viwanda ambavyo vinalisha bidhaa kutoka China kuelekea bara la Afrika na maeneo mengine, napo pia tutaathirika moja kwa moja. The same kwa India. Kwa hiyo ni vita ambayo tutegemee athari kubwa si tu kwenye Mashariki ya Kati, lakini dunia kwa ujumla. Tutegemee upandaji wa bei ya mafuta, pipa moja ambalo kwa hivi sasa huenda likapanda kwa zaidi ya $5 mpaka 10, jambo ambalo pia litakwenda kuleta athari hasi moja kwa moja kwenye maeneo yote ya ulimwengu, ambapo mafuta tunajua ni nishati muhimu kwelikweli kwenye uendeshaji wa viwanda mbalimbali na vitu vingine kadha wa kadha. Hii ni ripoti ya Sputnik Africa. Nami ni Ali Kashmiri. Unionapo kuna jambo, na kama utafika utaniona.